Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA imefanya kikao maalum na wadau mbalimbali kujadili tozo mpya ya maendeleo ya miundombinu ya bandari PAD kwa lengo la kuwashirikisha wadau pamoja na wateja katika kuchangia uboreshaji wa miundombinu ya bandari hapa nchini. Akizungumza na wanahabari mara baada ya kikao hicho kilichowakutanisha wadau wa bandari na watumishi wa TPA, meneja wa bandari ya Tanga Saleh Mbega amesema serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali pamoja na wateja inalenga kuhakikisha kunakuwa na mchango pamoja katika kuboresha miundombinu ya bandari ili kuongeza ufanisi wa huduma. Baadhi ya wadau walioshiriki katika kikao hicho wamesema kuwa tozo hiyo ni muhimu kwani itawezesha bandari zetu kujengwa kwa viwango vya kisasa pamoja na upatikanaji wa vifaa vya kisasa, jambo litakaloboresha upatikanaji wa mizigo mingi zaidi hapa nchini na kuongeza fursa za ajira kwa wananchi. Serikali pamoja na kushirikisha wadau mbalimbali na wateja wetu katika kuhakikisha tunachangia kwa pamoja katika uboreshaji wa miundombinu hii, ambapo tozo hii mahususi itakwenda kwa ajili uboreshaji wa miundombinu, ambapo kwa sasa hivi kwa mfano bandari ya Tanga tuna gati 2 tu, lakini tuna mpango wa kuongeza gati nyingine 3 zaidi zenye urefu wa mita 900. Kwa ujio wa tozo hii itaenda kuongeza ile kasi ya ujenzi wa miundombinu hii pamoja na bandari nyingine za Dar es Salaam na Mtwara. Vile vile tuna eneo letu la Mwambani ambalo ni eneo ni greenfield, halina miundombinu yoyote, lakini pia tuna uwezo pale wa kujenga gati zaidi ya 10 kwa pamoja, na kuna ekari takribani 174 ambazo tunaweza tukajenga bandari nyingine kubwa ambayo itakuwa inaenda kuongeza uwezo wa kuhudumia shehena zinazokuja katika nchi yetu. Hivyo basi ni fursa nzuri ambayo tumeshirikiana leo na wadau katika kujadiliana na kupokea maoni mbalimbali katika uboreshaji wa jambo hili. Kitu kimoja ambapo wadau wetu wanatakiwa wafahamu ni kwamba tozo hii inaenda kuokoa baadhi ya gharama. Kwa sasa hivi tumekuwa na muda mrefu, kwa maana meli huwa zinakaa nje kusubiria kuja kuhudumiwa katika bandari. Wastani wa meli zinakaa mpaka wiki 3, zingine zinakaa mpaka mwezi. Na kwa kawaida meli inapokaa nje huwa kuna tozo inaitwa demurrage ambayo kwa siku inafika takriban dola 20,000. Sasa ukiangalia kwa kipindi lese cha mwezi mzima ni hela nyingi sana ambazo wateja wetu wanalipa. Kwa hiyo kwa kuja na wazo hili la kuchangia kiasi kidogo tu ambacho kitapunguza hizi gharama za demurrage, lakini pia kitaenda kuongeza ufanisi wa bandari zetu. Na bandari zikiwa na ufanisi, manake tunaenda kuleta ile multiplier effect. Kutakuwa na ongezeko la ajira, kutakuwa na ongezeko la shughuli katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi, upande wa kilimo, viwanda na maeneo mengineyo. Kwa hiyo ni wakati sasa sahihi watu kulipokea vizuri jambo hili, lakini pia fursa bado zipo. Kama kuna maoni, ushauri, tunaendelea kupokea kwa ajili ya kufanya maboresho zaidi. Naitwa Vincent Mwamakimbula, ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa chama cha mawakala wa forodha TACAS. Labda nifafanue vizuri. PID kwa kizungu wanasema Port Infrastructure Development Levy. Ni tozo ya maendeleo ya miundombinu ya bandari. Sasa nchi yetu ina bandari kubwa 3 kwenye bahari ya Hindi, ambayo ni bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Tanga na bandari ya Mtwara. Na kuna bandari nyingine ambayo sasa hivi inaendelezwa, moja iko hapa Tanga na nyingine iko Bagamoyo, bandari ya Bagamoyo. Sasa hizi bandari zote ili ziweze kuhudumia vizuri ni lazima ziwe na miundombinu mizuri, lakini pia vifaa vya utekelezaji wa kazi zao pale bandarini. Sasa hii tozo ambayo serikali imekuja nayo mahususi kwa ajili ya kuendeleza hii miundombinu, na sisi wadau tumekuwa tunaibana serikali kununua vifaa, kujenga miundombinu, lakini na wenyewe kilio chao kimekuwa ni uhaba wa nini? Wa fedha. Sasa wao walipokuja na wazo la hii tozo, sisi tumelikaribisha kwa sababu
Sasa tutakuwa na nguvu za kuwanyoshea vidole, bwana, tozo mnayo, kwa nini miundombinu hapa irekebishwi? Tozo mnayo na tunachangia, ni fedha zetu sisi wa Tanzania tunazozichangia. Kwa hiyo naweza nikasema kwa lugha nyepesi, sisi tunachanga fedha kwa ajili, tunachangia hii tozo kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya bandari zetu, ili hii mizigo ambayo sasa hivi imeongezeka tuweze kuimudu vizuri, isije ikakimbilia huko ilikotoka. Kwa hiyo jamani, hapa naweza nikasema sisi wa Tanzania tutumie busara yetu vizuri. Inawezekana tukakamuana katika kipindi ambacho ni kigumu sana, lakini ndio tuna ugeni sasa huko mbele yetu, na ugeni wenyewe ni fursa. Kipindi cha mwaka jana peke yake mpaka mwaka huu kimeongezeka tani milioni 4. Nyie watu wa Tanga, ni miaka mingapi imepita mkiziona meli ziko zinaelea kule baharini zinasubiri kushuka? Nyie wenyewe ni mashuhuda. Lakini kwa shughuli zinazoendelea sasa hivi hapa Tanga, nafikiri hata kamji kamependeza sasa hivi. Mtakubaliana na mimi hilo. Sasa hawa watu ambao ni TPA, ili waweze kufanya hizi kazi kwa ufanisi, ni lazima kuwe na fedha zinazofanya kazi kwa ajili tu ya kuendeleza miundombinu. Mfano, kujenga gati, sehemu ya kupaki meli, sehemu ya kuhifadhi mzigo, na yale mavifaa yanayobeba nini? Na yale mavifaa yanayobeba ile mizigo. Lakini tumekwenda mbali sana sisi wadau. Tumejadiliana pia na serikali kwamba sasa ifike mwisho. Hatuwezi kuwa tunajenga magati haya kwa fedha zetu, alafu mnakaribisha wageni ndio wanaanza kufanya nini? Wanaanza kupewa haya magati kuyaendesha. Hapana. Na sisi tumeshasomesha watoto, na sisi wenyewe tuna uzoefu, tuna uwezo wa kuyaendesha haya magati. Kwa tumekubaliana haya magati yatakapojengwa, na yanakwenda kujengwa magati nafikiri 14. Haya magati yatakapojengwa, kipaumbele cha kwanza tutapewa sisi wazawa. Kwa ni wakati wetu sisi kujiandaa haya magati yetu yatakapokuwa yamejengwa, tukayaendeshe sisi wenyewe ili kutengeneza mzunguko wa fedha ubakie hapa nchini kwetu. Kwa hiyo tunaamini kabisa hii tozo itaenda kutatua changamoto zote ambazo zipo kwa sasa hivi, ambazo zimekuwa ni za muda mrefu. Mizigo imeongezeka, ni lazima tuwe tayari kwa kupanua miundombinu na kununua vifaa vya kisasa, haswa pale Dar es Salaam. Zimeanzishwa hizi ICD. Hizi ICD, mizigo haiendi kwenye ICD kwa wakati. Imeanzishwa bandari kavu ya Kwala. Bado mizigo inaenda pale Kwala ni michache sana kutokana na miundombinu ni michache. Kwa hiyo tunaamini kabisa hii tozo, wafanyabiashara tunawashauri waipokee kwa mikono miwili, kwa sababu inaenda kutatua changamoto za gharama wanazozipata za kulipa storage, kulipa rent na kulipa demurrage, ambazo ni gharama kubwa. Hata malori matransporter anapopingiza gari linakaa kwa muda mrefu na kontena lako, gharama zile zinaenda kwa importer. Kwa hiyo wanakuwa wanaingia gharama nyingi sana, ambazo tunaamini hii tozo itakavyopokelewa vizuri na ikafanya kazi vizuri kama ilivyokusudiwa, inaenda kutatua changamoto nyingi sana ambazo zipo kwa sasa.